ni namna kanuni kwa mfano za TFF ambazo zinaruhusu wachezaji wasiozidi 12 wa kigeni. Sasa uhalali wa mchezaji kuwa na uraia mwingine aidha kutoka nchi ambayo anatokea, hayo yote ni lazima yawe yamebainishwa kinagaubaga kwenye International Transfer Certificate ya mchezaji husika, ITC. Kwa hiyo sasa kama kwenye mfumo wa usajili ambao ni sasa mfumo wa FIFA ambao sasa una kwenye federation, kama hakuna chochote kimeelezwa kuhusiana na mabadiliko ya uraia husika, basi hicho ni kinyume na kanuni za usajili za FIFA, na matokeo yake ni kwamba timu husika inaweza kujikuta ikiwa kwenye adhabu kwa maana ya fines, lakini vile vile kupoteza ile michezo ambayo mchezaji husika alicheza na kunyang'anywa point. Sasa hiyo ndio msimamo uliopo. Sasa sija kwa maana kuifuatilia kwa kina, lakini ninachojua ni kama kwenye TMS kama hakuna taarifa zozote, nikimaanisha TMS maana yake ni Transfer Matching System, kama hakuna taarifa zozote za mchezaji husika, basi hilo litakuwa ni kosa ambalo ni kinyume cha kanuni za FIFA. Kisheria imekaaje? Simba wanaweza kuwa na nguvu mbeleni kwa sababu wameishtaki Yanga ambao wamemchukua mchezaji kwa mkopo, lakini hatujasikia wakiwashtaki Singida Black Star ambao ndo wana mchezaji na hata zoezi la kubadilisha uraia ilifanyika hiyo katika timu hiyo. Sasa kikawaida kisheria maana yake ni kwamba mchezaji sasa hivi anatambulika kama ni mchezaji wa Yanga. Ukumbuke hivi transfer, utaratibu wa transfer, mchezaji anaweza akaama kwenye klabu moja akahamia klabu nyingine kwa mkopo. Sasa unapohamia kwa mkopo haina maana kwamba wenye mandate wakati ule ni ile timu hiyo kutoka kwa mkopo. Wenye mandate wakati ule ni timu ambayo mchezaji husika anaichezea. Kwa hiyo kwa Simba kuwashtaki Yanga maana yake ni sahihi, kwa sababu mchezaji sasa hivi yuko kwenye mandate ya Yanga. Kinachomtofautisha yeye na Singida Boys ni makubaliano ya ule mkataba ambao wameuisha wa mkopo. Maana yake ni kwamba wakiweza sasa, maana yake kuna taratibu sasa, ni wakiexhaust hizo taratibu za TFF, sasa wanaruhusiwa kulikatia hilo shauri lao kwenye hatua inayofuata. Hizo ni kama ni FIFA, kwa sababu huyu ni mchezaji wa nje. Kwa hiyo ni FIFA DRC, au option nyingine ni mahakama ya kimataifa ya michezo, ambapo ndio wanaweza kupeleka hilo shauri baada ya kuexhaust kumaliza taratibu za ndani ambazo ndio hizo kamati ambazo zinainishwa kwenye kanuni za TFF.